Bana, kutokana na haya yanayoendelea huko Burkina Faso, basi yameweza kumkuta Burna Boy katika hali ambayo ni ya kiburudani zaidi. Basi Burna Boy ameweza kusema kwamba angalau anatamani kama siku moja itawezekana atakuwa ni mtu aliyefurahi sana kuweza kuandaa angalau tamasha la bure katika nchi ya Burkina Faso. Burna Boy aliweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram, nikiwa maanisha kwamba Insta story, na mtazamo wake huu uliweza kuwavutia watu wengi sana, ambaye basi Burna Boy ni mshindi wa tuzo ya Grammy na mpaka kwa hivi sasa ni moja kati ya icon mkubwa sana wa muziki katika nchi za huku Afrika. Lakini pia Burna Boy ametoa ahadi hii ya kipekee ambayo imeweza kuwavutia watu wengi mioyoni mwao na kuandaa basi tamasha hili ambalo basi tena kuwagusa watu wa Burkina Faso, ambako huko yawezekana kwamba kuna mashabiki zake wengi sana. Ikiwa kama mambo yake atakwenda vema, kupitia ukurasa wake wa Instagram ndipo aliweza kuchapisha chapisho hilo, na mwisho wa siku watu walichukulia katika hali ambayo ni positive, lakini pia watu wamechukulia katika hali ambayo Burna Boy anaonekana kwamba ana support kile ambacho kinaendelea huko Burkina Faso. Basi aliweza kuandika katika lugha ya Kiingereza, aliandika hivi: "If possible, it will be an honor for me to give people of Burkina Faso a free Burna Boy concert sometimes this year, inshallah." Akiwa na tafsiri ya kwamba ikiwa itawezekana itakuwa ni heshima kwangu kuwapa watu wa Burkina Faso tamasha la bure, yani Burna Boy kuwapa watu wa Burkina Faso tamasha la bure kama Mungu akipenda, ikiwa na maana kwamba inshallah. Ahadi hii ya kwa Burna Boy ina athari kubwa sana, lakini ahadi hii inaweza isionekane tu kama ni tamasha la bure, bali kama hatua ya kijamii yenye athari kubwa sana. Burkina Faso ni nchi ambayo imepitia changamoto nyingi, ikiwemo machafuko ya kisiasa, migogoro ya ndani kwa ndani, lakini pia mashambulizi ya kigaidi yanayoathiri maisha ya maelfu ya raia wake. Katika mazingira kama hayo, kitendo cha msanii mkubwa kama Burna Boy kutoka katika nchi ya Nigeria kuonyesha mshikamano wa yale ambayo yanaendelea huko Burkina Faso, basi huleta ujumbe wa matumaini kwamba mshikamano wao unaweza kuwafanya hao Afrika wote kuwa ni moja kati ya watu ambao wanafanya vizuri katika taifa lao vema. Lakini pia kwa Burna Boy ambaye basi amekuwa ni mstari wa mbele kupigania haki za kibinadamu, lakini pia kwa Afrika wenzake, kupitia muziki wake amekuwa akiandika na kutoa matamko ambayo yanakuwa na athari kubwa sana katika kuwatetea wa Afrika. Athari hizo basi ni kulingana na kwamba katika njia ambayo ni ya positive. Tamasha hili linaonekana kama vile ni mwendelezo wa dhamira yake ya kuweza kuunganisha Afrika na kuonyesha kuwa ni sanaa inaweza kuwa kubwa, lakini pia inaweza kuwakutanisha wa Afrika wote katika sehemu moja, daraja ambalo ni la mabadiliko ya kijamii. Huko kwa Traore mambo ni mazuri, lakini pia katika muktadha huu naweza nikasema kwamba uwezi kuzungumza kuhusu Burkina Faso bila kumtaja Ibrahim Traore, ambaye ni kiongozi kijana aliyepindua serikali ya mpito mwaka 2022 na kuchukua madaraka akiwa na umri wa miaka 34 tu. Traore ameweka msisitizo mkubwa kwenye kujitegemea kizazi kipya cha uongozi, lakini pia amezidi kupambania kuzitenga rushwa, lakini pia na ushawishi wake wa kimataifa na nje ya nchi ya Burkina Faso. Kwa namna fulani tamasha hili basi linaweza kuwa ni ishara ya uungaji mkono wa kisanii kwa harakati za maendeleo ya vijana kama vile Traore, ambaye basi amekuwa ni mfano wa udhubutu na matumaini kwa vijana wengine wengi wa Kiafrika. Uwepo wa Burna Boy katika nchi hiyo unaweza kusaidia kuongeza mwamko mkubwa sana kwa vijana katika masuala ya sanaa na kujitambua na kuchukua nafasi zao katika maendeleo ya taifa lao. Tamasha la bure linaweza pia kusababisha uchumi mdogo kukua, biashara ndogo ndogo za wauzaji wa chakula ambao basi watakuwa katika eneo hilo, mavazi na huduma mbalimbali zitakazopatikana katika fursa ya kushamiri zaidi kwa katika eneo ambalo Burna Boy atakuwa anafanya show. Lakini pia inaweza pia kuchochea mwamko mpya wa kitamaduni na kisiasa, na pia kujivunia kile ambacho Burna Boy amekifanya kwa Ibrahim Traore, yani kumuunga mkono Ibrahim Traore kama ndugu yao wa thamani na kuweza basi kusaidiana katika kipindi ambacho ni kigumu sana. Kipindi hichi ambacho Ibrahim Traore anapitia nyakati ambazo ni za mvutano huku na kule, basi Burna Boy kwa upande wake ameona hapana, lasha, ninapaswa nifanye jambo kwa ajili ya watu wa Burkina Faso, jambo ambalo basi litakuwa ni la kipekee, jambo ambalo litakuwa ni mchango mkubwa katika sanaa ambayo nimekuwa nikipambania kwa muda mwingi, jambo ambalo linaweza basi kubadilisha maisha ya watu wa Burkina Faso kupitia angalau concert moja, wapate angalau burudani. Ni watu ambao wanapambana sana kuweza kupinga uongozi ambao huko madarakani, uongozi ambao ulikuwa umetoka madarakani chini ya
Ibrahim Traore ambaye kwa sasa ndio kipaumbele katika nchi hiyo na anawatazama wananchi wake katika hali ambayo ni nzuri sana. Ukiangalia mambo ambayo yamejaribu kuyapigania, mfano katika swala zima la maji, wazee pamoja na swala zima la umeme, wazee kuanzia miaka 60 hawaruhusiwi kulipa nyumba zao umeme wala maji wako katika nchi yao. Kwa hiyo kuna madini ambayo pia yalikuwa yanapatikana katika nchi hiyo, lakini nchi hiyo ilikuwa inawaruhusu baadhi ya watu wanachimba alafu wanajipatia pesa, na mwisho wa siku hali kwao inazidi kuwa mbaya na wale watu wanazidi kunufaika katika hali ambayo ni kubwa zaidi, na mapato ambayo walikuwa wanayapata yalikuwa ni mapato madogo sana. Kwa hiyo ni watu walikuwa wananufaika, watu wengine walikuwa wananufaika lakini nchini kwao walikuwa wananufaika kidogo sana. Bana, kuna ujumbe kati ya vitu ambavyo Burna Boy ataenda kuvifanya katika nchi hiyo, ambao katika enzi ambazo wasanii wengi wamejikita katika faida binafsi, kwa maana kwamba wasanii wakiwa na kimbilia katika kutengeneza pesa, wanakimbilia katika kutengeneza vitu ambavyo ni vikubwa, nikiwa maanisha kwamba wanatamani kufanya show ambazo ni kubwa sana. Ila Burna Boy anaonyesha kwamba mafanikio makubwa yanaweza pia kutumika kuinua wengine, hasa wale wanaoishi katika mazingira yenye changamoto kubwa sana. Mfano kama huko Burkina Faso, sio nchi ambayo kwa sasa ndio inaanza kukua vizuri, kwa sababu ameweza kutengeneza mikakati ambayo ni migumu, ni mikakati ambayo itamfanya hata watu wa mataifa ya nje kuanza kulizungumzia taifa hilo, taifa ambalo kwa muda mrefu lilikuwa katika pilika ambazo sio njema, katika pilika ambazo zimekuwa katika hali mbaya sana. Ila kwa Burna Boy ameona hapana, changamoto hizi acha basi nizifanyie uamuzi ambao uamuzi huu unaweza ukaleta mabadiliko makubwa sana kupitia nchi hiyo ya Burkina Faso. Bana, changamoto hizi ambazo zimetokea huko Burkina Faso, basi uamuzi huu wa Burna Boy unaweza ukampa heshima kubwa sana ya kipekee, hata kama asipoweza kuperform tamasha hilo, lakini angalau ameshaonyesha nia kwamba I say katika nchi hii kuna mabadiliko makubwa sana na nataka kusupport kupitia muziki wangu, na muziki wangu endapo katika siku yoyote saa yoyote nitadumbukia katika nchi yenu na nitafanya tamasha langu bure, tamasha ambalo alita gharimu mtu yoyote yule kuweza kunilipa. Lakini katika nchi ya Burkina Faso ni wapi tu siri moja, pesa ipo, ila sasa kuna watu waliokuwa wanaohujumu, watu walikuwa wanahujumu uchumi. Bana, kujivunia kuwa Mwafrika pia ni sawa na kufanya kazi kwa ajili ya Waafrika wenzako, kama vile Burna Boy ambako anataka pia kufanya jambo hili kwa ajili ya kuunga mkono ndugu zake ambaye basi wameona kwamba wako katika changamoto fulani. Lakini pia kwa sasa hivi si tu kwamba Burna Boy ni msanii, bali ni kama vile balozi wa Waafrika wote ambao basi anazidi kutuwakilisha katika mataifa ya wenzetu. Show ambazo amekuwa akizifanya Burna Boy akishinda ni Waafrika wazima tumeshinda. Burna Boy anaonyesha kuwa ni muziki tu, kwamba si burudani, bali muziki ni zaidi ya burudani, ambayo basi ni sala kubwa sana ambayo inaweza kuleta mabadiliko makubwa. Mfano kama wasanii kama wakina Lucky Dube walikuwa wanafanya vitu kama hivyo, walikuwa wanafanya kutoa lesson, au wanaweza kusema kwamba walikuwa wanatoa elimu kupitia muziki wao ambao walikuwa wanaufanya katika nchi za Afrika. One Love, unakumbuka kuna ngoma inaitwa One Love, ile ngoma ilikuwa inahamasisha upendo. No Woman No Cry. Bana, ni moja kati ya nyimbo ambazo zilikuwa zina ashiria mshikamano, lakini pia ni moja kati ya nyimbo ambazo zilikuwa zinaashiria ushikamano na wanawake wasipigwe, wanawake wasinyanyaswe. Bana, ni moja kati ya nyimbo ambazo zina mantiki kubwa sana. Na sasa hivi pia Burna Boy na yeye ameamua basi kusimama katika upande ambao anaona kwamba ni sahihi, kwamba bana, kulingana na kwamba tumepitia changamoto nyingi sana, basi na mimi pia nitaja kusupport kupitia tamasha langu moja ambalo litakuwa ni free. Mimi naweza nikasema kwamba kama tamasha hili litatimia, basi itakuwa ni sura mpya sana ya mshikamano kati ya Burna Boy pamoja na nchi ya Burkina Faso au Afrika nzima kiujumla, na huenda likawa pia ni msukumo mkubwa sana wa wasanii wengine wakubwa kuonyesha moyo wa kutoa pale ambapo kutakuwa kuna changamoto fulani, si maneno tu bali kwa vitendo, kwa sababu Burna Boy amesema kwamba nitakuja kufanya hapo kwa vitendo bure. Aiza litakuwa ni fursa kubwa sana kwa watu wa Burkina Faso, hasa vijana ambao walikuwa labda wanauza vyakula, vijana ambao labda walikuwa wanauza vitu ambavyo viko katika sehemu hiyo ya karibu na sehemu ambapo Burna Boy atapata kufanya tamasha hilo. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Dondosha comment yako hapo chini kuhusiana na tamasha hili ambalo litafanyika huko Burkina Faso na faida kubwa ambazo zitapatikana huko, basi itakuwa ni chanzo cha kwake Burna Boy. Na zaidi ya yote naweza ngasema kwamba kuna ishara kubwa sana ya heshima ya kuimarika kwa maoni ya wake Ibrahim Traore, ambaye basi ni kiongozi aliyejitahidi sana kuweka misingi ya matumaini mapya kwa Afrika kwa misaada ya watu ambao wako katika nchi yake ya Afrika. Pamoja na kwamba amekuwa ni mmoja kati ya mtu
anayewindwa sana, ila Burna Boy kwa sasa hivi amesema hapana bana, acha tumsupport Mwafrika mwenzetu. Bye bye for now.